na Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote akimtakia mja wake khairi, basi umruzuku elimu ya dini, anakuwa na ufahamu na hukumu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wala haimaanishi ya kwamba Uislamu au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwapiga vita elimu zinginezo. La, Uislamu ni dini kamili, mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Na ndio maana tunakuta kuna mambo ambayo kwamba ni ya kidini yako na daraja zake, na vile vile kuna mambo ambayo kwamba ni ya kidunia yako na daraja zake. Kwa hiyo mtu kusoma elimu ya kidunia ni jambo la dharura, kwa sababu hata kiakili sisi tunaishi duniani. Kwa hiyo kuna mambo ya kidunia lazima tuyajue. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale walioshikilia elimu ya dini kumeni, na insha Allah ya dunia kushotoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi sasa tungependa kualika wanafunzi wa Al-Furqan ambao tuleta kiigizo na form group laitwa Had Salasa group inshallah. Mbele yenu ni darasa la M4 au kidato cha pili, tayari kuwaletea mchezo uitwao Mchezo mwana kulia ulia mwenyewe. Urudikeni. Kwa majina naitwa Abdurrahman Ali, nitaigiza kama mzee Pito. Kwa majina naitwa Ramadhan Muhammad, nitaigiza kama mzee Abdi. Kwa majina naitwa Shakur Salasa, nitaigiza kama Haji Salasa. Kwa majina naitwa Saif Salim, nitaigiza kama mwalimu wake Kidoti. Kwa majina naitwa Abdurrahim Kadurima, nitaigiza kama polisi Koplo. Kwa majina naitwa Mohamed Adan, nitaigiza kama Chepram. Kwa majina naitwa Saidi Musa, nitaigiza kama Madenge. Kwa majina naitwa Nasir Abdullah, nitaigiza kama Kidoti. Oh, Dadi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vipi hali bwana? Salama. Si unajua sasa hivi naelekea shule sasa hivi. Si unajua? Anaenda shule? Ndio. Wewe anakunywa chai au bado? Mimi nitakunywa huko mbele huko. Sihitaji kunywa chai sasa hivi. Kwa nini wewe bwana kunywa chai? Sasa hivi nimeshiba. Si unajua tumbo limefura sasa hivi. Mimi leo alikuwa anapitia gazeti hapo kidogo. Anaangalia kidogo, anajua mimi anapenda sana hii maneno ya kisiasa. Alikuwa anadurusu. Sawa Dadi, sasa hivi tunaelekea shule, tumeitisha vitabu vinaitwa, kuna vitabu tumeitishwa. Sima alinunua vitabu yote juzi? Hapana, sio hivyo vitabu, kuna vitabu vinaitwa Facebook, vina page mob. Jui. Na kuna kalamu inaitwa Bluetooth. Sawa. Yote anakuwa pesa ngapi? Kwa ukweli kama 5,000 hivi itanitosha. 5,000 tu. Sawa. Sawa Dadi. Pesa hapana tatizo, lakini mimi anataka wewe asome. Tasoma tu. Hapana enda jicheza huko. Anasikia? Usijali Dadi. Sawa. Kwenda Dadi Salasa bwana. Shika. Sawa. Hapana enda jicheza huko. Sawa Dadi. Eti. Bado 2,000 Dadi. Sawa Dadi, tuonana tunaelekea shule. Asalimie mwalimu. Sawa, na mimi nisalimie mami. Sawa. Chips chicken sawa. Haya. Yaani Dadi mengine bwana, mimi sasa hivi bali ananizingua tu. Vipi dogo, jambo? Shwari Madenge, ni aje? Poa, dogo asiwasi unavuta nielekea Sikonga za wapi hizo wewe? Mzee Madenge, siku hizi unajua majungu mengi hata unajua mzee. Si unajua? Nipatie basi pafuta. Ndio hiyo. Poa. Kidoti. Anafanya nini sasa hapa? Mimi ndo naelekea shule bwana. Mimi shule imefika, anda shule umba hii. Wewe. Poa, nitaenda shule. Enda shule. Ndo naelekea shule. Umba hii. Yaani hata sijui, mijitu mengine, midudu mengine baada ya kufuatiliza mambo ya watu, baada ya kufuatiliza mambo yake anafuatiliza mambo ya watu. Sijui mijitu mengine yakoje. Hii midudu tu. Thanks. Man, Alice, can you stand up? I'm sorry. You are to come with your father. Where is he?
He's busy. Okay, I'm calling him now. Okay, call him, no problem. Hello. 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 It is Matata Secondary School. We are requested to come to school to see your son. Yes. No, yes. If possible, come right now. No, yes, no. Okay, my father is coming. No problem. Anasema nini mtu sasa? Warispo matata. Anataka nini? Hapo matata tu kaji yake. Sasa anataka kidoti. Labda anataka mimi ile vitabu mimi alinunua, anataka mimi anunulie wanafunzi wote. Come in. Daddy, kaa bwana, kaa. Alikuwa anaita mimi mtu. Have a seat, son. Sawa. Your son is very notorious in our school. Yes. He is a drug addict. Yes. Uje daddy anasemaje? Uje mimi nasaidia katika first aid. First aid. Your son is among 10 crooks in our school. Yes. Daddy, uje nasemaje? Disturb. Uje nasemaje mimi nalisha kuku? Kuku. Bwana. Lakini anakuja hapa kusoma maana anakuja kulisha kuku. Sawa, lakini pia hiyo iko baraka. Sawa. In addition, your son has 2 suspension. Yes. Uje nasemaje na certificate 2? Certificate 2. Wewe una certificate 2? Mimi nina certificate 2. Hakuwa mimi anataka kuona. Ipo nyumbani. Sawa. Wacha mimi anapatia hizo zawadi. Patie daddy. Excuse me. Sir, you are spoiling him. Hata anasema nini? Anataka pesa hata. Hapana daddy, anakutukana huyo. Anakutukana. Okay, go with your son. Go. Anatusi mimi wewe. No, I don't want you. Anatusi mimi. Go. Anajua mimi ni nani? Anajua nini? Maana watu wengine anasemaje? Hapana, ongea na umba wakati mwenye umba iko. Sasa mimi anatafuta hii mtu anaandika hii kazi. Anatusi mimi. Achana naye bwana. Huyu amepanda ndege ya kwenda haji kwanza. Achana naye. Sasa daddy, kabla hujafika nyumbani, unajua mimi naelekea sehemu kidogo. Nataka kufanya homework, unajua tena. Nataka kufanya homework sasa hivi. Lazima nikaenda kushirikiana na rafiki yangu, unajua tena. Kwani wewe haifanya hiyo homework nyumbani? Hapo nyumbani kuna manzinzi, unajua. Staki, unajua hapo usemi yetu. Sawa. Sio naelekea au sio? Sawa, mimi anapatia wewe dakika 5. Anatema mati chini, kama hajekauka imate, kama hajarudi. Anachincha wewe. Niko rafiki yangu sasa hivi. Madenge. Vipi? Shwari. Vipi? Sawa shuleni mwanangu. Issue squeeze, hakuna issue squeeze. Si unajua tena. Squeeze majungu. Majungu vipi? Changamka. Wewe ukichangamkia najileta yenyewe. Mimi najua hivyo mzee. Mimi hakuna mtu anakusifu kama wewe. Si unajua tena mzee. Kwa sikiliza, si unajua sasa hivi squeeze nuksi nyingi, hata unajua. Nuksi zimejaa. Wale wanatakaje sana? Wewe mwenyewe unajua nuksi nyingi. Sasa hivi kwani nuksi nyingi, sasa hivi umetoka shule na bwana certificate 2 mpaka raha. Yule mwalimu mngozie. Nasikia hiyo. Iko wapi? Afya na rashi hapa. Iko wapi mzee? Iko wapi? Huyo hapa. Ndio hiyo mzee. Shika baki. Mchangamkie mapema. Oya, unajua mimi nani mzee? Piga magoti. Changamka. Oya, unajua mimi nalala chini. Toa pesa. Okay, abande. Najua jana nilitandikwa na bibi yangu vibaya sana. Bwana, unanivunja morale na hata mimi nataka kutafuta kabibi nipigwe kidogo. Acha twende tutafute mtu. Tunaweza angalia kazi. Kidogo. Polisi. Abande, na pale kunaendelea nini pale? Polisi gani? Bwana, ni kama ndelama, ni kama video. Angalia bwana, ni kama wanacheza, ni kama wanaimba, ni kama wana dance, hata sijui wanafanyaje. Twende tuangalie ni nini kunaendelea pale. Okay, kidogo. Subiri mzee, natafuta pesa. Tuangalie. Natafuta pesa mzee. Yaani madenge usijali, unachukua pesa. Achukua. Oya, usisumbue, sina choma pesa wewe. Toa pesa. Oya, usisumbue. Toa pesa. Oya.
Okay, sisi matenge. Kalia chini kita mkogo. Naita sisi matenge, si ndio? Matenge, matombo. Simama. Gatu. Nini unaendelea hapa? Leta hivi bidhaa zote. Unaendelea nini hapa? Hakuna kitu tumefanya. Nini inaendelea? Huyo baba jaribu kunibia. Ona vile mapua yake inakaa kama pistol. Ayo, anarabia mkono wake inakaa kama risasi ya AK47. Angalia hizo macho zinakaa guruneti tulirusha huko Mogadishu. Alafu bwana hii kitu hii nywele inakaa kama inaitwa aje bulletproof. Okay, amekuibia nini? Simu tu. Hakuna kitu kingine. Ndakusaidia tu kuweka hivi. Hakuna kitu kingine huko toka kidogo. Lala. Bwana beste yangu ananichua sana, si ndio? Nakujua. Sasa unajua hakuna kazi ya bure, si ndio? Kidogo. Hata naomba tu pesa ya petroli ile nimetumia mpaka nikafika hapa. Hapana, hiyo unanipea ya baiskeli, mimi nataka ya pikipiki. Hiyo ni ya pikipiki, mimi nataka ya gari. Hiyo ni ya gari, nataka ya ndege bwana. Sheka na yeye. Nitosheke na hiyo ni kitu kidogo, na hiyo Galaxy yako ni S10. Tumia akili, na kama una pesa usiibiwe. Amuka. Sasa hivi nikusumbua wananchi hapa. Simama juu bwana. Hebu tubebe hii bag labda iko na risasi. Kumbavu. Twende. Kom. Anangoja mimi anaweka kahawa kumbe anakuja. Hii kahawa iko na sukari mingi sana. Toka. Haji. Anainama nini hapo chini? Mimi anakuna mguu kidogo. Mguu anakuna. Anakuna. Lakini anasemaje? Salamu kwanza. Kuda. Anasemaje? Kuda. Haji wewe rafiki yangu bwana. Niambie sasa. Salama kabisa. Kaa chini. Sasa anasemaje? Mimi alikuwa anasoma gazeti hapa kidogo. Anaona ile kijana anaitwa Yusuf. Namjua huyo Yusuf. Anasemaje? Hii kijana anaitwa Yusuf amepita saizi na kura mingi sana. Ngapi? Kama 60. Hiyo ni ngapi percent ama max? Mimi anaona tu kwa news hapa najua bado. Anasoma gazeti aje bana. Ni aje ujui kitu. Sawa. Achana na hiyo kwanza. Lakini ile kitu si anaongelea hapo Yusuf anapita. Ile kijana mwingine anashinda. Sasa mimi unajua mimi mambo ya siasa mimi habana pia. Sasa mimi amekujia shughuli fulani. Anajua kijana yako Kidoti. Sasa Kidoti anaendaje? Hebu niambie kijana yako. Kijana yangu wallahi anaendelea mzuri sana. Mzuri? Mimi hata anatoka leo shule. Anaambiwa mwalimu anaambia mimi kijana yako na certificate mbili. Certificate mbili na mimi alikuwa anataka certificate 500. 500 hawezi pata. Kwani wewe anasema hivyo, wewe anajua wewe. Lakini mimi leo Kidoti kwanza anasikiza music. Kidoti? Hapana, anasikiza tu kaswida tu kidogo. Kaswida kama gani? Hebu sema moja. Kama ile tukorada mimi. Hadisalasa. Na. Iko nini? Mtoto wako maizi. Ambia yeye. Matoto ya nani? Matoto yako. Kuja na hivi anaongea mzuri. Anasema nini? Matoto yako maizi ameibiwa mimi leo. Na unajua akiongea hivi bunduki yangu anachajiwa kwa chaja huko. Anasema ongea vizuri saizi. Anasema nini? Matoto yako anaibia mimi. Anaibia wewe nini? Simu. Simu. Kando na hayo, mimi leo asubuhi anaona kijana yako anavuta bangi. Anavuta bangi. Wewe ya masa wara, ya masa. Anavuta bangi. Wara wewe ya masa. Mimi siwezi ya masa. Sawa, wewe fanya hivi. Wewe enda. Mimi lakini wewe kijana mimi anaambia wewe abana enda ropoka huko kama mama, mimi anajua wewe. Ana mdomo mrefu sana wewe. Sasa wewe abana angusha mimi. Wewe ni mazee kama mimi anafikiria. Twende sisi huko polisi anaangalia. Polisi kijana wako amefungwa. Bwana hii jamaa anaiba hapa na ako na suruali nzuri na utalii. Utakutoa mjipi? Hata ana mjipi. Kwa viatu bwana kitu kimoja. Maisha magumu. Amuka juu bwana. Amuka juu. Ingine kopi. Amuka juu. Next time utakula rungu. Hapo.
Aya ya bande leo nimekutambua ile mbovu mbaya. Kom. Wewe bwana. Nyinyi hapo ndani bwana, acha utukumbua tumbua kidogo. Monto. Bwana. Drogatia. Utena manto bwana. Utena manto. Mwega. Oh. Uliza. Wewe, mimi anauliza wewe swali, sisi anakuja gesi ama anakuja mabenzi? Sasa nini anaangia nini hapa? Aje mimi kama naongea. Bwana, wewe lazima kwanza mtambue kwamba mko kwa police station sawa? Kwani mimi amesema tuko chooni? Hebu ongeleza hii mtoto. Mtoto wako tumepata na makosa mingi sana. Ya kwanza ilikuwa anaipa, ya pili inaita zizi matenge, ya tatu nakataa kutembea haraka kwa njia. Halafu tumezauka moja mpaka akaekelewa kitu kidogo juu ya meza. Kitu kidogo alivuta bangi. Na tunakanya na uko na tumbo, tunataka kitu kidogo. Kitu kidogo, yani kitu kidogo nini, kama anataka jawa ama nini wewe amesema? Kawaida ya polisi anataka besi. Oh, besi. Ameambiwa. Besi habari shida besi. Shika hiyo yote besi. Hii pesa kidogo hivi ni ya banki. Hata utaingia ndani kitana. Sasa sisi anaambia wewe. Aje mtoto wako ako na makosa mingi sana, na kabla tufungulie kesi atakaa kama mwezi moja na nusu, tena tutakaa kama miaka 4 hizo kesi zingine za nyuma zipite. Na mimi nafikiria akitoka hapa atakuwa amemea ndevu tena, si mtoto wako. Na bado kuna miaka 6 ya kuvuta bangi, hatujasahau. Hii pesa ni kidogo sana. Kwa hivyo wewe enda tu, tutaangalia mashtaka yako mbele. Kama hii pesa iko ndogo rudisha. Hakuna hivyo, sawa, si anafikiria. Sasa wenda tuko na kazi mingi za kufanya bwana. Hapo talala ndani. Kweli. Kijana yako si kijana, ni umba. Sasa wewe anaita tena kijana wangu rumba. Toka kwa kijana. Wallahi watu wanaambia mimi kila siku hii kijana ni mbaya, lakini mimi hapana sikiza. Sasa leo mimi anaona na macho yangu yote mbili. Hii kijana kumbe wallahi afadhali mtu akizama makate anakula makate anatoa njaa. Lakini sasa matoto kaa wewe hata hii kijana ikikufa hapana ita mimi tafadhali. Sawa, tutakuita tukorada men. Wewe sasa leo utahukumiwa kifo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tujuavyo, kila kinachokuwa na mwanzo hakidiriki kuwa na mwisho. Na hiyo ndo ilikuwa mwisho wa tamthilia yetu. Na pia kwenye hii tamthilia tumejifundisha kwamba mchelea mwana ulia mwenyewe. Na pia mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa mfano watu wanakuambia mtoto wako ana sifa hivi, lakini wewe unapuuza tu. Mwisho utakuja kupatwa na dhiki na uchungu. Na pia Waswahili wanasema apendwaye akajua aache kujishaua. Shukran. Barakallahu fik. Hawa walikuwa ni wanafunzi ambao wametuletea kiigizo. Naomba radhi kwani mic ina ikhtilafu kidogo, nafikiri kwa ajili ya jua ilikuwa imekaa kwenye jua kidogo. Kueleza kwamba tuna hafla moja nyingine ya mwisho ambayo itakuwa ni kasida katika lugha ya Kiswahili. Na kasida itasomwa na Abdulaziz Muhammad Iqbal na Idris Al-Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi ni wanagenzi wa Al-Furqan, tuko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuleteni kasida ya Kiswahili inayojulikana kwa jina kama Jihadhari na Dunia. Jihadhari na dunia, ndugu yangu mimi nakuhusia, wangapi waloipenda leo wamekwisha angamia. Jihadhari na maovu ibilisi alokupambia, swali kabla hujaswaliwa ndugu yangu leo nakuhusia. Jihadhari na dunia, ndugu yangu mimi nakuhusia, wangapi waloipenda leo wamekwisha angamia. Jihadhari na maovu ibilisi alokupambia, swali kabla hujaswaliwa ndugu yangu leo nakuhusia.
pumzi unazovuta rehema za kijalia, masaa yanavyopita kifo cha kusogelea, shetani anakuvuta ili upote njia, pepo hutoipata, motoni utaingia. Jihadhari ndugu yangu, isikushike dunia, kwa kufata walimwengu, jichunge utapotea. Jihadhari ndugu yangu, isikushike dunia, kwa kufata walimwengu, jichunge utapotea. Jihadhari na dunia ndugu yangu, mina kuhusia, wangapi waloipenda leo wamekwisha angamia. Jihadhari na maovu ibilisi alokupambia, swali kabla hujaswaliwa ndugu yangu leo nakuhusia. Watoto na nyumba zako wala hazitokufa, magari mashamba yako hayatakusaidia, utarudi kwa Muumba wako kama ulivyozaliwa. Hata amali zako Mola atakupokea, ziwe baya au nzuri mizani utapimiwa, kama ulifanya kheri peponi utaingia, ziwe mbaya au nzuri mizani utapimiwa, kama ulifanya kheri peponi utaingia. Binadamu kumbuka ya Mola, Mola amekuwaza, usijisahau, kumbuke ya kesho, wala usiangalia leo. Jihadhari na dunia ndugu yangu, mina kuhusia, wangapi waloipenda leo wamekwisha angamia. Jihadhari na maovu ibilisi alokupambia, swali kabla hujaswaliwa ndugu yangu leo nakuhusia. Jihadhari na dunia ndugu yangu, mina kuhusia, wangapi waloipenda leo wamekwisha angamia. Jihadhari na maovu ibilisi alokupambia, swali kabla hujaswaliwa ndugu yangu leo nakuhusia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na mipango yetu inshallah, sasa ningependa kumwalika msimamizi wa institute wetu ndugu Abdurauf Mugambi aje azungumze machache. Wazazi, walimu, mahafala wetu wa siku ya leo, wanafunzi wetu, pamoja na wale wote ambao kwamba wamejumuika na kushirikiana na sisi kwa siku ya leo. Tuna furaha adhimu kwa kusherekea matunda ya miti ambayo kwamba imeshughulikiwa kwa muda wa miaka 5. Iweji tusifurahi na tusisherekee ikiwa leo tumeweza kuvuna, BOG imeweza kuvuna malengo walioyakusudia, walimu wameweza kuvuna malezi na taaluma ambao kwamba walioitoa, vijana wameweza kuvuna bidii ya kazi ambao kwamba wameifanya, mzazi ameweza kuvuna juhudi aliyoweka kumwelimisha na kumlea mwanae. Kwa hivyo leo ni siku adhimu na tunaifuraha vile vile kuisherehekea, tukisema kwamba katika matunda tuliyoyapata, vijana wetu hawa wamepata ufunguo wa kwenda chuo kikuu, wamepata ufunguo wa kuhudumia dini na jamii, vile vile wamepata ufunguo wa kimaisha, wa kiuchumi vile vile. Na bila shaka ukipanda mtende utavuna tende, ukipanda mua utavuna miwa. Je, ukipanda miba utavuna miba? Kwa hivyo inamaanisha kwamba tukiwapatia watoto wetu elimu
na malezi mazuri tutavuna mazuri. Na la, hatutawapatia watoto wetu taaluma na tarbia nzuri, mumeangalia kiigizo cha Haji Salasa, mwisho wake ulikuwa vipi? Akijuta akisema afadhali mkate angeliula akatoa njaa. Kwa hivyo hongera kwa BOG ambao kwamba wanafanya kazi yao kumridhisha Mwenyezi Mungu, si lolote lenginelo. Na vile vile hongera kwa walimu, hongera kwa wazazi, hongera kwa stakeholders wote wa shule, vile vile hongera kwa mahafala wetu wa siku ya leo. Tunajivunia shule yetu kwa mambo mawili. Madarisi za Kiislamu ni nyingi, shule za kileo ni nyingi, lakini kiko wapi chuo ambao kwamba kinatoa taaluma ya dini pamoja na taaluma ya dunia sambamba, isipokuwa ni Al-Furqan. Tunajivunia vijana wetu hawa, mumewaona hapa leo, wamemaliza miaka 5 katika masomo ya dini. Hawa ndio wanafanya form 4 Novemba hapa shuleni. Tunajivunia vile vile, na hiyo yote si kwa nguvu zetu, bali ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zamani ukisoma madrasa unaambiwa wewe umekosa pesa za kwenda shule ama ulianguka. Je, nauliza, mtoto mmoja katika sponsors wa shule ana sponsor karibu watoto 30, mwanae yuko hapa. Je, alikosa pesa za kumsomesha mwanae ndio kamleta Furqan? Former presidential candidate Mr. Dida, mtoto wake hapo hapa shule. Kwa nini? Anataka mwanae apate dini na dunia. Wangapi tuliwaona mashule walienda, wakirudi ni kina Madenge hapa. Walikuwa wakiswali, tukiwaona na macho yetu, wakirudi leo swala hamna. Kwa sababu nini? Walipata dunia, lakini fungu la dini lilisaulikana. Kwa hayo mengi, ningeliomba Mwenyezi Mungu awatakabalie BOG, awafungulie zaidi na awape imani hiyo. Vile vile Mwenyezi Mungu atakabalie walimu wetu, juhudi na uzito wanaubeba. Wangapi huja hapa watoto ni watukutu, wakitoka ni wazuri. Vile vile mahafala wetu, Mungu awafungulie dunia na akhera, na vile vile kila ambaye kwamba amehusika na kuhudumia shule hii, Mwenyezi Mungu amlipe hapa duniani kabla ya kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amezungumzia juu ya BOG, na kulingana na orodha ningependa tu kutaja baadhi ya members wa board of governors wa mahad ambao wako hapa, ili na pengine ikiwa ni wageni mpate kuwajua. Tuna Sheikh Ishaq ambaye ni amir wetu, ndugu Muhammad Sharif. Wa alaykum salam. Tuna mzee wetu Ibrahim Ahmad. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tuna ndugu yetu Said Hassan. Wa alaykum salam. Na ndugu yetu Wasim Faja.